in churches. Na kando kidogo mtazamaji na siasa ni kwamba jamii ya Wanubi nchini imeitaka serikali kuchukua hatua za haraka kutekeleza matakwa yao ya kutambuliwa rasmi kama kabila la Kenya. Katika mkutano uliofanyika leo hii kwenye uwanja wa shule ya msingi ya Kibra, viongozi wa jamii hiyo walimkabidhi mshauri mkuu wa rais kuhusu masuala ya katiba na haki za binadamu, Profesa Makau Mutua, ripoti yao wakitaka serikali kushughulikia changamoto zinazowakabili kwa miaka mingi. Mwanahabari wetu Haman Kamarika alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baadhi ya viongozi na wanajamii ya Wanubi kutoka maeneo mbalimbali nchini walikusanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Kibra hapa jijini Nairobi. Eneo lenye uzito wa kihistoria kwa jamii ambayo imeishi hapa kwa zaidi ya karne moja. Mkutano huu ulioandaliwa na baraza la wazee wa Nubi uliangazia changamoto sugu zinazokabili jamii hiyo, ikiwemo ubaguzi katika upatikanaji wa vitambulisho na pasi za kusafiri, utata wa masuala ya ardhi na kutotambuliwa kwao kama miongoni mwa makabila rasmi ya Kenya. Leo hii ukienda kwenye ofisi za serikali ukisema wewe Mnubi, watasema unatoka Mombasa. Wengine watasema oh, Mnubi ni Mjaluo. Nobody knows you. Labda wale lishi Nairobi kidogo ama wapi. So sometimes even for some of us during introductions we are placed anywhere. Watu wana mimi ni mrefu, mweusi amekonda, labda huyu ni Mkalenjin ama Mjaluo. So formal recognition, your excellency, doesn't exist. Katika mkutano huo uliohudhuriwa na mshauri mkuu wa rais kuhusu masuala ya katiba na haki za binadamu, Profesa Makau Mutua, viongozi wa jamii walisisitiza kuwa wamechoshwa na safari ndefu ya kudai hadhi na utambulisho wao. Hata kama kidogo Wanubi wametengwa, lakini kwa bidii yao na maarifa yao na ujuzi wenu mmeipatia Kenya viongozi ambao ni wa hali ya juu sana. Kwa miaka mingi, jamii ya Wanubi imelalamikia kile wanachokitaja kuwa ni ukaguzi wakati wa utoaji wa vitambulisho na pasipoti. Utaratibu wanaosema unaendelea licha ya kamati za ukaguzi kuondolewa rasmi. The community continues to struggle in finding its place as recognized ethnic community in Kenya. Jamii hiyo ikidai kuachiwa ekari 288 pekee kutoka kwa ardhi waliokuwa wamekabidhiwa enzi za ukoloni. That we need the president to persuade the parliament to complete the process, because there was already an existing process where petitions were done, memorandums were filed, and it is only that report, and from the report that's when we get the presidential proclamation and finally gazettement of the Nubian community as an indigenous ethnic community here in Kenya. Profesa Mutua ameahidi kuwasilisha maombi yao kwa rais. Because the president has said there is no community in this country that will be left behind. Haman Kamariki, KTN, Kibera, Nairobi. Na kwingineko ni kwamba matokeo ya chaguzi ndogo zilizofanyika wiki jana na ashiria kwamba itabidi Rais William Ruto